Wajumbe wa Ukraine na Urusi wako Uturuki kwa ajili ya mazungumzo ya amani. Mashambulizi ya Israel kusini mwa Gaza yawaua watu 80 usiku wa pili mfululizo. Na kansela Merz wa Ujerumani atilia shaka miito ya kukipiga marufuku chama cha AfD. Habari kamili. Istanbul. Ujumbe wa ngazi ya chini wa Urusi upo mjini Istanbul, Uturuki kwa ajili ya mazungumzo na Ukraine. Nao ujumbe wa Ukraine ukiongozwa na Rais Volodymyr Zelensky na maafisa wengine wakuu serikalini pia uliwasili katika mji mkuu wa Uturuki, Ankara. Rais wa Urusi Vladimir Putin hakuwa sehemu ya ujumbe wa Moscow. Katibu mkuu wa jumuiya ya kujihamia NATO Mark Rutte amesema ana matumaini, lakini kwa tahadhari kuhusu kupatikana amani, akisema ni juu ya Urusi kuchukua hatua zinazofuata. Ni wazi kwamba Urusi sasa inatuma ujumbe wa ngazi ya chini nchini Uturuki kwa mazungumzo haya ya amani. Ni wa Ukraine ambao wamesema tuko tayari kukaa meza moja na Warusi kukubaliana kusitisha mapigano ili kuingia mara moja katika mazungumzo kuhusu hatua zinazofuata za kumaliza vita hivi vya kutisha. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Urusi Maria Zakharova amesema mazungumzo hayo kati ya Urusi na Ukraine mjini Istanbul yamesogezwa mbele hadi alasiri. Zakharova amesema kuwa hatua hiyo imechukuliwa kutokana na ombi lilotolewa na upande wa Uturuki. Ukraine haijataja muda kamili wa mazungumzo hayo yanayosubiriwa kwa hamu kubwa. Antalya. Mawaziri wa mambo ya kigeni wa jumuiya ya kujihami NATO wanajadili leo sharti la Marekani la kuongeza uwekezaji wa ulinzi hadi 5% ya pato jumla la ndani kwa miaka 7 ijayo. Akizungumza mjini Antalya, Uturuki, katibu mkuu wa NATO Mark Rutte amesema uwekezaji zaidi na vifaa vya kijeshi vinahitajika kukabiliana na kitisho kinachotolewa na Urusi na ugaidi, lakini pia na China ambayo imekuwa swala la wasiwasi kwa Marekani. Rutte amewaambia waandishi wa habari kuwa mara vita vitakapomalizika nchini Ukraine, Urusi inaweza kuunda upya vikosi vyake ndani ya miaka 3 hadi 5. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio anasisitiza kuwa sharti la uwekezaji la Marekani linahusu kutumia fedha kwenye mambo yanayohitajika kukabiliana na vitisho vya karne ya 21. Mjadala kuhusu gharama ya ulinzi unapamba moto kabla ya mkutano wa kilele wa rais wa Marekani Donald Trump na viongozi wenzake wa NATO nchini Uholanzi Juni 24 hadi 25. Khan Yunis. Mashambulizi ya angani ya Israel yameupiga mji wa kusini mwa Gaza wa Khan Yunis usiku kwa mkia leo. Mamlaka za Gaza, ikiwa ni pamoja na wizara ya afya na shirika la ulinzi wa raia, zimesema watu 82 wameuawa katika mashambulizi hayo ya usiku wa pili mfululizo. Yamejiri wakati rais wa Marekani Donald Trump akiwa ziarani Mashariki ya Kati, ambapo ameyatembelea mataifa ya Ghuba lakini sio Israel. Kulikuwa na matumaini makubwa kwamba ziara hiyo ya kikanda ya Trump ingepelekea kufikiwa makubaliano ya kusitisha mapigano au makubaliano ya wasilishaji wa misaada ya kiutu huko Gaza. Rais Trump amesema akiwa mjini Doha, Qatar, kwamba ana fikra aliyodhani kuwa bora ambayo alitaka Marekani idhibiti Gaza na kuigeuza kuwa eneo lenye uhuru. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW Bonn. Berlin. Kansela wa Ujerumani Friedrich Merz amesema leo kuwa anatilia shaka sana miito inayoongezeka ya kukipiga marufuku chama cha siasa kali za mrengo wa kulia cha mbadala kwa Ujerumani AfD. Shirika la ujasusi la Ujerumani limekiorodhesha kuwa chama kilichothibitishwa cha msimamo mkali wa mrengo wa kulia. Merz ameliambia gazeti la kila wiki la Die Zeit kwamba lazima ithibitishwe kuwa kundi fulani linapigana kwa nguvu dhidi ya utaratibu wa demokrasia huru ya nchi kabla ya kupigwa marufuku. Baada ya chama hicho kinachopinga sera za uhamiaji kuchukua hatua za kisheria dhidi ya uamuzi wa shirika la ujasusi wa ndani la Ujerumani, baadaye liliubatilisha uamuzi wake hadi mahakama itakapolishughulikia pingamizi la chama hicho. Nairobi. Shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limelihimiza Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kutangaza upya vikwazo vya biashara ya silaha dhidi ya Sudan Kusini. Amnesty inadai kuwa uwepo wa karibuni wa vikosi vya Uganda nchini Sudan Kusini ulikuwa ni ukiukwaji wa wazi wa marufuku hiyo. Mapigano katika jimbo la Upper Nile mapema mwaka huu yalizusha shutuma za kimataifa na kusababisha jeshi la Uganda kuwapeleka askari wake mwezi Machi.
Wakati huo bunge la Uganda lilisema hatua hiyo ilitokana na ombi la Rais Salva Kiir la kuepusha uwezekano wa janga la kiusalama. Hata hivyo, Amnesty ilithibitisha video za kuwasili kwa askari mjini Juba pamoja na magari ya kijeshi yakiwa yamebeba vifaru mnamo Machi 17. Marufuku hiyo ya silaha iliyotarajiwa kumalizika Mei 31 imekuwepo tangu 2018 wakati mwafaka wa amani ulifikisha kikomo vita vya wenyewe kwa wenyewe. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn. Asante sana Bruce Amani, ndo aliyetusomea taarifa hiyo ya habari za ulimwengu, na bila shaka tunaingia katika uchambuzi wa ripoti zetu muhimu ambazo tumekuandalia katika wakati huu. Natumai bado upo nasi popote pale ukiwa unatufuatilia kupitia YouTube au Facebook, pia kwenye redio mbalimbali wa shirika ni DW Mchana. DW Dunia Yetu Leo Mchana. Asante sana unayetufuatilia, na miongoni mwa yale ambayo utayasikia kutoka hapa kwenye uchambuzi ni Urusi na Ukraine kiongozwa na Rais Zelensky wajiandaa kukutana Istanbul nchini Uturuki kujadili swala la kumaliza vita vyao, na tutaimulika hali ya huko Mashariki ya Kati ambako mashambulizi ya Israeli yameua zaidi ya watu 80 katika ukanda wa Gaza. Na huko nchini Kenya, aliyekuwa naibu wa rais aliyegeuka kuwa mpinzani mkubwa wa serikali ya Rais William Ruto, Rigathi Gachagua, azindua chama chake cha kisiasa Democratic Citizen Party. All our aspirants who are willing to vie for any elective position. Anasema wagombea waliojitokeza ndani ya chama hicho ambacho hakina upendeleo wako tayari kugombea nafasi zote za uchaguzi ujao. Kwa hayo na mengine mengi, msikilizaji na unayetufuatilia, baki nasi wakati huu ambapo tunaingia moja kwa moja kwenye uchambuzi wetu wa kina. Nitakuarifu kuhusiana na mjadala wetu hapo baadaye utahusiana na kitu gani, lakini kwanza moja kwa moja tuelekee huko Mashariki ya Kati ambako mashambulizi ya Israel huko Gaza yamesababisha vifo vya watu zaidi ya 80, huku ukosoaji na miito ya kimataifa ikizidi kuongezeka kutokana na hali mbaya ya kibinadamu inayoendelea kushuhudiwa katika mzozo huo. Mengi zaidi yanayo Bakari Ubena. Российская делегация прибыла в Стамбул. Ujumbe wa Urusi umeshawasili. Mamlaka za Gaza ikiwa ni pamoja na Wizara ya Afya na Shirika la Ulinzi wa Raia zimesema mashambulizi hayo ya makombora ya Israel yalifanyika mapema leo asubuhi na kusababisha vifo vya watu wasiopungua 82. Makumi ya wengine wamejeruhiwa huku watu 13 wakiokolewa kutoka kwenye vifusi katika mji wa kusini wa Khan Yunis. Hospitali ya mji huo wa Khan Yunis inayofadhiliwa na Umoja wa Ulaya na iliyokuwa na wagonjwa karibu 200 imetangaza leo hii kuwa imesitisha shughuli zake kutokana na mashambulizi ya Israel yaliyosababisha uharibifu mkubwa wa miundombinu muhimu. Tangu kuanza kwa vita hivyo, Wapalestina karibu 52,928 wameuawa. Mzingiro wa wiki kadhaa wa Israel umesababisha hali ya kibinadamu kuwa mbaya, huku kukiripotiwa uhaba wa bidhaa muhimu, maji na dawa. Wapalestina wamesema wamechoshwa na vita hivyo, kama anavyoeleza mmoja wao, Mahir Khanem, mkazi wa Deir al-Balah. Huu ni unyama wa uvamizi, ni jambo ambalo hatuwezi kustahimili. Tunaomba vita hivi vimalizike na tunatoa wito kwa taasisi zote za kimataifa kukomesha vita hivi kwa kuwa sasa inatosha. Viongozi mbalimbali wa dunia na mashirika kadhaa yamekosoa kile kinachoendelea huko Gaza. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alisema kinachoendelea huko ni aibu, huku shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch likisema leo Alhamisi kuwa mpango wa Israel wa kuiteka Gaza na kuwafurusha mamilioni ya watu ni kitendo kinachokaribia kile cha maangamizi, huku shirika hilo likitoa wito kwa jumuiya ya kimataifa kuuzuia kabisa mpango huo. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, ambaye aliidhinisha wimbi jipya la mashambulizi, ametupilia mbali ukosoaji huo, akisema kauli ya Macron ni sawa na kuitaka Israel ijisalimishe kwa magaidi. Ama katika ukingo wa magharibi unaokaliwa kwa mabavu, mwanamke mmoja wa Israel aliyekuwa mjamzito aliyekaribia kujifungua amefariki akipatiwa matibabu hospitalini baada ya Mpalestina mmoja kumshambulia kwa risasi katika makazi ya walowezi ya Brushin. Madaktari walifanikiwa kumuokoa mtoto kwa upasuaji, lakini inaarifiwa kuwa hali yake kiafya ni mbaya mno.
Hayo yakiarifiwa, Rais Donald Trump amesema akiwa mjini Doha, Qatar, kwamba alikuwa na fikra aliyodhani kuwa ni bora, ambayo aliitaka Marekani idhibiti Gaza na kuigeuza kuwa eneo lenye uhuru. Huyu alikuwa ni Bakari Ubena na hali ya mambo huko Gaza, na kukumbusha tu kwamba mjadala wetu hapo baadaye utatazama kwa kina ziara ya Rais Donald Trump huko Mashariki ya Kati na kinachoendelea wakati huu. Tunakupeleka hivi sasa katika suala la Ukraine, ambapo taarifa zinasema ujumbe wa Urusi umewasili Istanbul kwa ajili ya kuhudhuria mazungumzo ya amani kati ya Ukraine, huku ujumbe wa Ukraine akiwemo Rais Volodymyr Zelensky nao ukiwa njiani kuelekea Ankara, Uturuki. Hata hivyo, Rais wa Urusi Vladimir Putin hatuhudhuria mazungumzo hayo licha ya viongozi wengi duniani kumtaka uhudhurie. Grace Kabogo anaarifu zaidi. Российская делегация прибыла в Стамбул. Ujumbe wa Urusi umeshawasili Istanbul na uko tayari kwa kazi kubwa. Готова к серьезной работе. Hiyo ni sauti ya msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi, Maria Zakharova, akizungumza leo na waandishi habari, ambapo amesema ujumbe wa Urusi unaongozwa na Vladimir Medinsky, msaidizi wa Putin. Ujumbe huo unawahusisha maafisa wengine 3 wa ngazi ya juu. Putin pia amewateua maafisa wengine 4 wa ngazi ya chini kama wataalamu wa mazungumzo hayo. Afisa wa ngazi ya juu wa Ukraine amesema katika ujumbe wa Ukraine yumo pia waziri wa ulinzi Rustem Umerov, waziri wa mambo ya nje Andriy Sybiha na mkuu wa ofisi ya rais Andriy Yermak. Hata hivyo, Zakharova amesema mazungumzo hayo kati ya Urusi na Ukraine mjini Istanbul yamesogezwa mbele hadi alasiri. Amesema hatua hiyo imechukuliwa kutokana na ombi lililotolewa na upande wa Uturuki. Ukraine haijataja muda kamili wa mazungumzo hayo yanayosubiriwa kwa hamu kubwa. Hatua ya Putin kutohudhuria mazungumzo hayo imekosolewa na maafisa wa mataifa ya Magharibi, ambayo yamesema kwamba Urusi haizingatii kwa umakini kuhusu juhudi za amani. Rais Zelensky amesema hakupewa taarifa rasmi kuhusu watu watakaohudhuria mkutano huo kutoka upande wa Urusi. Aidha, ofisi ya Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan imesema kiongozi huyo atasisitiza katika mazungumzo na Rais Zelensky mtazamo wa Uturuki kwamba kunapaswa kuwepo mazungumzo ya kusitisha mapigano na upatikanaji wa amani bila kuchelewa ili kumaliza vita na Urusi. Mkuu wa idara ya mawasiliano ya Rais Fahrettin Altun ameandika katika mtandao wa kijamii wa X kwamba Erdogan atajadiliana na Zelensky masuala yote ya maendeleo yaliyofikiwa hivi karibuni katika vita vya Urusi na Ukraine. Zelensky amesema Ukraine itaamua kuhusu hatua zinazofuata katika mazungumzo na Urusi baada ya mkutano wake na Erdogan. Wakati huo huo, Rais wa Marekani Donald Trump amesema leo kuwa huenda akasafiri kwenda Uturuki kuhudhuria mazungumzo ya ana kwa ana kati ya Urusi na Ukraine yenye lengo la kuvimaliza vita vya zaidi ya miaka 3 ikiwa hatua zitapigwa. Akizungumza akiwa ziarani Qatar, Trump amesema kama kutakuwa na maendeleo yoyote anaweza kuelekea Uturuki kesho Ijumaa. Awali Trump alisema angeenda Uturuki iwapo Rais Putin angehudhuria mazungumzo hayo. Akizungumza katika mkutano wa Jumuiya ya Kujihami wa NATO ambao unafanyika pia nchini Uturuki, waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Hakan Fidan amesema baada ya miaka 3 ya mateso, hatimaye kuna dirisha la fursa ambalo limefunguliwa. DW tunavuma kwa kishindo. Ni uchambuzi wa kina wa ripoti zetu kutoka idhaa Kiswahili ya DW. Tunaitazama dunia leo hii siku ya Alhamisi. Tunakwenda hivi sasa huko Afrika Mashariki kwa kuitazama Kenya. Aliyekuwa naibu wa rais wa Kenya Rigathi Gachagua amezindua chama chake kwa jina Democratic Citizen Party atakachokitumia kuwashawishi wakazi wa Mlima Kenya kwenye uchaguzi mkuu ujao mwaka 2027. Gachagua amesema kuwa chama chake hakitobagua mgombea yeyote yule, sababu ni chama cha Wakenya. Shisia Wasilwa ana taarifa zaidi. Akiwa amevalia mavazi ya kaunda ya rangi nyekundu, ishara ya mageuzi, kinyume na suti zake, Rigathi Gachagua amesema kuwa chama chake kinalenga maslahi ya Wakenya na kitakabiliana na maovu yanayoelekezwa na chama tawala. Gachagua aliujenga ujumbe wake wa kisiasa kuhusu dhana ya kuwasikiliza wananchi ambao wanadai hawakiungi tena mkono chama cha UDA kilichowasaidia yeye na Rais Ruto kuingia madarakani. I want to assure all our aspirants who are willing to vie for any elective position. Nataka kuhakikishia wale wote wanaotaka kuwania viti vya siasa kwa chama chetu kwamba hatuna upendeleo. Chama ni cha watu wa Kenya na wahimiza sasa mwanze kujisajili kuwa wanachama.
Aliyekuwa katibu mkuu wa chama cha UDA Cleopas Malala ndiye naibu mwenyekiti wa chama hicho kipya. Seneta wa jimbo la Kajiado Lenku Seki ndiye mwenyekiti wa chama hicho, huku Victor Munyaka akiwa katibu mpanga ratiba. Gachagua na washirika wake walikutana kwa muda mrefu Jumanne jioni katika kikao cha faragha cha kupanga muundo wa uongozi wa chama na kujaza nafasi muhimu. Kiongozi huyo wa Mlima Kenya aliushtumu uongozi wa chama tawala cha UDA kwa kuisaliti misingi yake ya awali na kuiendesha nchi kuelekea kuporomoka kwa uchumi, kudhoofika kwa taasisi na uvunjaji wa katiba. Aidha, alisema kuwa hakutokuwa na mapendeleo kwenye chama, huku akisisitiza kuwa hakuna mwanachama atakayekabidhiwa tikiti ya moja kwa moja bila kushindana. Alitumia muda wake jukwani kuelezea mipango na matarajio ambayo chama hicho kitaletea Wakenya, huku akitaja chama cha UDA kuwa hatari zaidi kwa watu na Jamhuri ya Kenya. Alisema chama chake kipya kitafufua uchumi wa taifa, kuboresha sekta ya afya inayodidimia, pamoja na kuboresha mazingira ya wafanyabiashara. Gachagua alitimuliwa kwenye chama baada ya kukosana na bosi wake Rais Ruto kwa madai ya kuendekeza ukabila na siasa za eneo. Wakenya walipiga kura kwa sera, hawakupiga kura kwa mtu binafsi ama kwa mambo ya personality. Wananchi walisema tuuzie sera yako. Rangi za chama hicho ni kijani, kahawia na nyeusi, huku nembo yake ikionyesha mkono unaogusa sikio, ishara inayomaanisha kusikiliza sauti ya wananchi. Kauli mbiu ya chama hicho ni kazi na haki. Chama hicho kinapanga kufanya sherehe kubwa zaidi za uzinduzi kabla ya mwezi huu kukamilika. Shisia Wasilwa, DW, Nairobi. Naam, asante sana Shisia Wasilwa kwa taarifa hiyo. Msikilizaji, ni siasa za vuta ni kuvute huko nchini Kenya. Tunakupeleka hivi sasa Ethiopia, ambako nchi hiyo ikiwa imebakia mwaka mmoja kabla kufanyika uchaguzi mkuu, chama kikuu cha upinzani cha Tigray cha ukombozi wa watu wa Tigray cha TPLF kilichotawala siasa za nchi hiyo kwa miongo kadhaa kimezidi kukutana na misukosuko ya ndani na nje baada ya kupigwa marufuku kujihusisha na shughuli za kisiasa nchini humo, hali ambayo inazidi kufifisha ndoto za chama hicho kuja kufikia lengo la kushika dola la nchi hiyo. Doto Bulendu ametuandalia taarifa zaidi. Kwa mujibu wa tume ya uchaguzi nchini Ethiopia, uamuzi huo unafuatia chama hicho kushindwa kufanya uchaguzi mkuu wake, ikiwa ni muda mfupi tangu chama hicho kusimamishwa kwa muda wa miezi mitatu mnamo mwezi Februari mwaka huu, na kuonywa kuwa kitafutiwa usajili ikiwa hakitachukua hatua za haraka za kurekebisha kasoro za ndani, hasa kufanya uchaguzi wa viongozi ndani ya muda wa miezi mitatu. TPLF iliongoza mapinduzi ya mwaka 1991 katika miaka ya hivi karibuni imekumbwa na migogoro ya ndani isiyokwisha, hali iliyosababisha kushindwa kufanya uchaguzi wake mkuu, jambo ambalo ni moja ya sharti la chama kuwa na usajili nchini humo. Pamoja na onyo hilo la mwezi Februari mwaka huu, TPLF ilikaa kimya bila kujibu chochote, huku mivutano ya ndani kwa ndani ikizidi kuweka mizizi, ambayo watafiti wa masuala ya kisiasa wanaona uamuzi huu wa kukifuta chama hiki kikuu cha upinzani nchini Ethiopia kinachotokea kaskazini mwa Ethiopia katika jimbo la Tigray utaibua mvutano mwingine na serikali ya shirikisho la nchi hiyo. Hatua hii inaweza kuisukuma TPLF kutafakari upya ushirikiano mpya na wahusika wengine wa kisiasa nchini Ethiopia na kanda, alisema mtaalamu wa pembe ya Afrika Kjetil Tromfol wakati akihojiwa na shirika la habari la AFP. TPLF ilipoteza hadhi yake ya chama kwa mara ya kwanza mwishoni mwa mwaka 2020 wakati uhasama ulipozuka ndani ya chama hicho, na kutambuliwa tena baada ya makubaliano ya amani. Hata hivyo, bado ina nafasi ya kuingia kwenye uchaguzi mkuu wa nchi hiyo utakaofanyika mwezi Juni mwakani 2026 ikiwa TPLF itakidhi masharti yote yaliyowekwa kabla ya kupata usajili mwingine. Mnamo mwaka 2020, eneo la nyumbani la TPLF la Tigray kaskazini mwa Ethiopia ulizuka mzozo mbaya uliodumu kwa miaka miwili dhidi ya serikali ya shirikisho na kugharimu maisha ya watu takribani 600,000. Hali ambayo ilileta sintofahamu kati ya TPLF na serikali ya nchi hiyo. Ethiopia inatarajia kufanya uchaguzi wake mkuu hapo mwakani mwezi Juni 2026.